tunasoma kutoka kitabu kile cha nabii Isaya sura ya 1 pale. Anasema wewe anasema sikieni enyi mbingu. Sasa haya ni maneno ya Isaya wakati anaweza kuliambia taifa ambalo Mungu ameweza kuwafanyia mambo yaliyo mema. Mungu ameweza kutufanyia sisi mazuri ya kila aina. Amekufanyia uzuri wa kila aina. Amekutendea mazuri ya kila aina. Hebu sasa rudi katika mstari wa Mungu ili uweze kupokea baraka zake. Wewe ulipokuwa unazaliwa katika dunia hii, kuna watu walioweza kuzaliwa katika dunia hii hawajaishi hata siku moja. Wengine wamekaa sekunde. Kuna wengine mimba tu imeweza kuharibika. Walitamani waweze kuzaliwa, lakini hawajaweza kuzaliwa kutoka katika mfumo huu wa maisha. Wamepitiliza kwenda katika ulimwengu mwingine. Sasa wewe ambaye leo ni mzima wa afya, una akili zako timamu, una macho yote mawili, una moyo wako unadunda, una miguu yako yote miwili, hebu kuanzia sasa ukafanye kile kitu ambacho Mungu aliweza kukuleta duniani ili ukawe wewe ni mtu wa tofauti na kipekee katika ulimwengu huu. Ulimwengu huu tunapokuwa tunaishi kwenye ulimwengu ambao Mungu alishaweka katika njia ile anayoiona yeye. Nyakati za mwisho zimekaribia. Hata sasa tunaona watu wengi wanajitokeza ambao wanajiona wao ni wana nguvu. Ndio maana nasema nyakati za mwisho watu watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe, watakuwa ni wenye kupenda pesa. Hata sasa hayo tunayaona, watu wengi wanaabudu pesa. Imefika muda hata makanisani watu sasa wanaona kwamba injili haiwezi kwenda bila pesa. Kitu chochote hakiwezi kwenda bila pesa. Hebu kwa sasa uko mfumo ambao unakwenda, watu wanataka kujitoa kwenye mfumo wa kimungu ambao Mungu yeye alitaka tuishi katika uhalisia wake, au tuishi katika njia yake ambayo yeye aliweza kututengeneza. Kama leo tunavyoona kutoka kitabu cha nabii Isaya, kitabu cha nabii Isaya, anataka turudi katika njia ile ya kweli. Watu wote ambao Mungu ameweza kututendea mema, kama alivyoweza kutengeneza pumzi ya uhai, hebu rudisha shukrani hiyo kwa Mungu. Kwa mfano juzi, tuseme kama wiki chache zimepita, kuna mtu ambaye alikuwa anaishi katika maisha ya kawaida ambayo sisi tunategemea kwamba huyu ni mtu ambaye wa kawaida, lakini baada ya kuweza kupata ajali au kuweza kupata mtikisiko katika maisha yake, ameweza kutumia mashine, au alikuwa anatumia oxygen kwa kutumia ile mashine. Hana uwezo wa kuweza kupumua yeye kama yeye. Ndipo pale watu wengi waliweza kuongea mambo mengi. Wengine wanasema huyu hawezi kuamka, huyu hawezi kusonga mbele. Lakini mpendwa, nikwambie, Mungu akiamua sekunde hii tunapoweza kuongea mimi na wewe, kufumba na kufumbua wewe utakuwa sio wewe. Kufumba na kufumbua wewe utakuwa sio wewe. Utabadilika, utakuwa tofauti kabisa. Tunaomba yale mambo mabaya ambayo shetani alikuwa ameelekeza kwako, Mungu akaweze kukuepusha mbali, akaweze kutuma jeshi la malaika likaweze kukuvusha katika hayo, likaweze kusambaratisha katika hayo. Baba, katika jina lake takatifu ambalo Mungu, jina la Yesu Kristo lina uwezo wa kuponya majina yote na magonjwa, mambo yote, na ninaomba jina la Yesu kuanzia leo likaweze kukuvusha hata katika nyakati ngumu unazopitia. Kuna watu wana magonjwa ambayo wao wanajua hawawezi kupona. Ninakwambia utapona. Hata lingekuwa gonjwa gani ambalo linakusumbua, utapona. Hata ungekuwa na usumbufu wa namna gani katika maisha yako, watu wamekunyang'anya, wamekudhulumu kila kitu ulichokuwa nacho, ninakwambia mpendwa, kuanzia leo hivyo vitu Mungu akavirudisha katika jina lake takatifu lililo hai. Watu walioweza kukudharau kazini, watu walioweza kudharau kwamba wewe cheo chako, hicho cheo utaishia labda pengine wewe ni cheo cha chini, kuanzia sasa wewe ukawe ni mkubwa katika wakubwa. Ninaomba
hiyo njia ambayo Mungu ameweza kupitisha